Lakini pia kwenye kufunga nguo mimi nakumbuka nilipokuwa mtoto. Hata labda tukiwa tuna safari hivi tuna sehemu tunakwenda na kina mama au kuna harusi ya ndugu zetu, mimi nilikuwa na tabia naenda kama vitu kipala za kula shule, mimi nilikuwa sili yote. Kwa hiyo nilikuwa nachukua langu naenda sokoni naenda kununua nguo za mitumba. Kwa hiyo nguo mitumba nikiichukua nakuja nyumbani nakaa chumbani najifungia na ikatakata na ishona upya. Naitengeneza kwa vipimo vyangu kwa namna yangu hivyo. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nafanya. Kwa hiyo ni ndoto ambayo ulikuwa nayo toka nikiwa mdogo, toka nikiwa mdogo. Na kwa kijana ambaye anataka kufanya biashara ya ushonaji au binti, huwa unawasaidiaje? Ni unawapa elimu, labda ukikuuliza au mtu akikuuliza nahitaji nikitaka kuanza hii biashara, mtaji labda unaanzia kwa kilevel gani, au hauhitaji mtaji mkubwa au mdogo? Sasa hapo kwenye mtaji, kwa sababu hata mimi nilivyokuwa naanza nilichelewa kuanza kwa sababu ya mtaji. Kwa sababu mimi nilikuwa sitaki kuanza ile kinyonge. Umeelewa? Lakini pia kwa mtu ambaye anaanza mimi namshauri aanze chini. Kwa sababu mtu unayeanzia chini unakwenda taratibu. Unajua kuna ule mtu anaweza kana milioni 50 size. Akaenda kufungua biashara tu vup, akawa na kila kitu, afu ofisi yake ikawa bonge la ofisi nzuri, lakini ukashangaa baada ya miezi 6 ile ofisi imekufa. Unajiuliza mbona ile ofisi ilikuwa ni kubwa na nzuri imekufa kufaje? Umeona Shakutaka kitu kama hicho mara nyingi sana. Kwa mimi napenda kumshauri mtu aanzie chini, kwa sababu hata mimi pia nilianzia chini. Japokuwa kwenye designer sijaanzia chini, lakini biashara zangu zingine nilianzia chini. Kwa hiyo unajikuta unakwenda unakuwa taratibu na hata ile faida yako unakwenda unaiona taratibu, unajua mtaji wangu unakuaje, faida yangu inakuaje, umeelewa? Kuliko mtu tu ambaye anakurupuka kuanza juu moja kwa moja. Asilimia kubwa ya mafanikio yako yametokana na biashara gani? Biashara ya kusuka, ya makeup au ni biashara zangu zote ambazo nazifanya. Kuanzia huko nilikotokea mpaka hapa nilipofikia. Waga inachukua muda gani kukanda hivyo mpaka munga unakuwa uko tayari kwa ajili ya kuandaa chapati? Haichukui muda mrefu sana, kama hapa ushaanza kuwa tayari. Waga naonaga makeup artist wengi wanakuwa na madarasa ya kufundisha watu kupaka makeup. Mimi mwenzako huko nyuma, naomba ile mafuta. Huko nyuma nilikuwa na darasa mpaka nilikuwa na hostel. Uko kabisa ndio wanafunzi wanatoka mpaka nilikuwa wanafunzi wanatoka mikoani wanakuja wanakaa hapo ofisini kwangu. Nilikuwa na hostel. Jamani, hii hapa tunatumia ni cowboy. Napenda kukandia hii. Kwa nini napenda kukandia hiyo na sipendi tu kukandia mafuta, napenda kutumia hii. Tukirudi kwenye masuala ya mahusiano, nimeona ulipata nafasi ya kuolewa na ukasema kwamba wewe na mume wako mna share passwords na account zake. Kwenye masuala zima ya ndoa, mwanamke na mwanamume kushare passwords za kila kitu, huwa ina faida au inakuwa na saa nyingine ni changamoto kubwa sana? Haina faida, tena ni changamoto kubwa sana, kwa sababu unaweza kukutana na vitu ambavyo ulitegemea kukutana navyo. Unaweza kukutana na vitu ambavyo hata vikakufutia hasira hata ukatoka kwenye hiyo ndoa yenyewe. Kwa hiyo unamshauri kila mtu akae na simu yake. Kila mtu akae na simu yake, lakini sometimes navyo wanazingua gawa. Kwa hiyo vote, yani vote tu unaona kama vifanyike. Balance kidogo mara moja. Unasingana ushakutana nayo. Hamna ambacho nimewahi kukutana nacho, lakini yani sijakutana na kitu ambacho nakutana na upande wa pili, lakini siku nikikutana na vya kwake sasa anajibu vile vya upande wa pili. Labda hapo ndio utakuwa mtihani kidogo. Na wewe kwa upande wako labda mgombani kupitia wewe labda Instagram zako au message zako ambazo zinakutana huko? Mimi sina vitu kama hivyo. Nishamalizana navyo. Mpaka naingia kwenye ndoa na nishamalizana navyo. Ushakubali kwamba sasa? Nishakubali kwamba sasa naweza kuanza maisha wapi. Pia niliona interview umesema wewe ndio unampikia mume wako chakula. Yaani hakuna mtu mwingine anampikia zaidi ya wewe. Wewe ni mfanya biashara, unafanya biashara nyingi sana. Wewe unapata wapi, unatenga wapi muda yani ukisema sasa ngoja nikadili na biashara zangu zote, lakini inabidi tena nirudi nyumbani? Unajigawaje? Inabidi nirudi nyumbani ni take care mume wangu labda na familia yangu. Kwako inakuwa changamoto? Kwa siku zingine za kawaida sio sana. Napika lakini mara moja mara chache. Lakini kwa mwezi kama wa Ramadhani lazima nimpikie.
Kwa sababu hata mimi nimevozaliwa kwetu, mama yangu nilikuwa namuona anapika tarehe 1 mpaka tarehe 30. Kuanzia iftari mpaka daku. Kwa yani ni kitu ambacho nimerithi. Yes, nimekuwa hivyo. Kwa hata kazi zangu nazipangilia. Umeona? Sababu hata unipigia simu nikwambia nipo kazini, nimemaliza kazi nimekuja kupika iftari. Unaona? Iftar Special.